Naitwa Moshi Bahane. Ile ni hatari sana, na hii inavyokwenda na mimi nitakwenda, lakini haina shida. Ile barabara imekatika, yani kuweka gogo haiwezekani. Ni serikali kama ina uwezo wajenge, lakini wadhibiti kule Mlima Gwandu. Ile hali ni mbaya sana. Tumeona eneo hili ni eneo la kulishia wanyama, tayari imefunikwa na mafuriko na majani yameondoka kabisa. Kuna sehemu gani labda nyingine ya kwenda kuwalisha mifugo pale nyumbani? Sasa mifugo yote, sijui sasa. Jana imeenda kwenye oshesi wa kule kwenye bonde, ikakamata kama ng'ombe 3. Kutoa ni ngumu, achana na majani. Ile ni kuuza tu bwana. Sawa, pole sana na nikushukuru pia kwa kuzungumza moja kwa moja. Mtazamaji, mara baada ya kuzungumza na wananchi hawa, na sasa niko na mwenyekiti wa mtaa huu wa Endere katika kata ya Yamami, halmashauri ya mji wa Mbulu. Mwenyekiti, karibu sana, ujitambulishe kwa majina. Watazamaji wanatamani kukufahamu. Asante ndugu mtangazaji, kwa majina naitwa Elifuraha John Bey, ni mwenyekiti wa mtaa wa Endere. Nafikiri kwa utambulisho ndugu mtangazaji inatosha. Tukio ni la mara ya pili. Kwa hiyo matukio haya yanaendelea kujirudia na athari ni kubwa. Kwa sababu hapa kuna makazi ya wananchi kwa chini, na hili bonde linaenda hadi mwisho wa mtaa. Kwa hiyo hili hali kama inaendelea kuendelea, inaweza kuleta maafa makubwa. Kwa hiyo serikali japo uongozi wa mtaa na kata na wilaya upande wa watu wa mazingira wamefika, lakini haitoshi kwa sababu utafiti mkubwa na wa kuwakinga wananchi unahitajika kwa watafiti wa miamba, kwa sababu ardhi kama tukio linajirudia ina maana kuna jambo linatafuta. Kwa hiyo mimi niombe tu serikali tuachane na watu wa mazingira, hata watu wa miamba pia wafike, uongozi wa wilaya hapa ufike, utafiti zaidi ufanyike, kwa sababu mlima ni mlima mrefu sana. Kama hii hali ikiendelea, kama utapasuka sehemu ya juu zaidi, ina maana watu wa ukanda wa chini huku tutawakosa. Kwa hiyo serikali ifanye tu namna yote utafiti ufanyike, na kama kuna uwezekano wa kuhamisha wale watu ambao wako karibu na bonde wahamishwe, ila utafiti ufanyike wa haraka na sio jambo la kuandika makaratasi na kusema acheni kulima. Hiyo haitoshi, maana matukio bado yanaendelea. Maana ni tukio la mara ya pili. Usiku wa kuamkia 28 ndio imetokea hili. Kwa mtangazaji, tangu kuamkia 28 hapa kweli angalau mimi na wewe sasa hivi tumesimama hapa, ardhi inazidi kukauka kwa sababu mvua zimesimama. Lakini ombi langu, rai yangu kwamba kwa wananchi wa wakazi wa hapa na wale ambao wanakuja mtaani kusafiri kuhemea chakula au kwa ndugu zao wanakuja, kwa kweli chukua tahadhari za kutosha, ili bonde sio bonde la kupitika kirahisi kwa sasa hivi. Kama unavyoona pale barabara imekatika. Ile sehemu sasa hivi vijana kama walivyo asubuhi sasa hivi wanatengeneza madaraja. Sisi kweli bado tuko dunia ya mwisho, bado tunaitwa halmashauri ya mji wa Mbulu, lakini vijana wanatumia nguvu ya kubeba magogo kwa kutumia mabega kutengeneza madaraja haya mabanzi, lakini bado tuko halmashauri ya mji wa Mbulu. Kwa hiyo mimi niombe tu serikali, kwa sababu serikali inatumia kodi za wananchi kuendeshea nchi, ikumbuke pia Endere, hasa hili bonde na hili barabara ambayo ni ya Orongeda. Mambo vipi? Big up sana kwa wale ambao wamesubscribe channel yetu ya Mlima TV. Na leo tunazungumzia ndio huyu hapa.